Kila mmoja alijiandaa kucheza na Bayern Munich, lakini si kila mmoja aliyeweza kumzuia Arjen Robben, mchawi winga aliyejua kuteleza na kukimbia na mali, aliyefunga magoli yote na kutuletea aina mbalimbali ya uchezaji. The Robben Cut alijulikana kwa staili yake maarufu ya kukata kutokea wingi ya kulia na kuingia katikati na kupiga shuti la mguu wa kushoto lilokuwa haliwezi kuzuilika. Alishinda mataji mengi ya Bundesliga na alifunga bao la ushindi katika fainali UEFA Champions League mwaka 2013 dhidi ya Borussia Dortmund. Huyu alitengeneza Bayern Munich ya hatari akishirikiana na Frank Ribery aliyecheza winga ya kushoto. Winga ni Arjen Robben, winga ni Frank Ribery. Ungehitaji roho ya chuma kuweza kuwazuia mabwana hawa. Tarehe 25 Mei mwaka 2019 kwenye fainali ya DFB Pokal dhidi ya RB Sport Leipzig, Arjen Robben alinyanyua mikono juu na kuambia mashabiki wa Bayern Munich kuwa huu ni mchezo wangu wa mwisho nikicheza nikiwa kwenye klabu hii. Rasmi aliamua kustaafu soka. Bayern Munich walijiuliza maswali mazito, tutampata wapi aliye kama yeye? Kwa miaka yote hiyo wakaanza kuhangaika kutafuta mchezaji bora anayeweza kucheza kwenye hilo eneo na kuwa na hatari kama alivyokuwa Arjen Robben. Wamesajiliwa wengi, Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman, wote walicheza upande huo, lakini hawakuweza kufikia kiwango cha Arjen Robben. Miaka 5, mwezi mmoja na siku 12, rasmi maombi yao yakajibiwa mnamo Julai 7 mwaka 2024 pale ambapo walipoinyaka saini ya kinda kutokea Uingereza kwenye timu ya Crystal Palace. Michael Olise akawa mwanajeshi mpya ndani ya kikosi hiki kinachotumia uwanja wa Allianz Arena. Kila mmoja kutarajia, lakini sasa amedhibitisha inawezekana yeye ndiye mrithi wa kiti cha Arjen Robben. Kijana mdogo kutoka kwenye ligi kuu Uingereza kwenye timu ndogo ya Crystal Palace hakupewa nafasi kuweza kushine mbele ya wachezaji wenye uzoefu mkubwa kwenye ligi kuu ya Ujerumani, lakini takwimu zake za mwaka 2023-24 zilikuwa zinambeba. Mechi 19, magoli 10, asisti 6 zilitosha kusema kuwa ni mchezaji ambaye anahitaji muda mkubwa sana. Chelsea walimuhitaji, Manchester United walimuhitaji, Newcastle United walimuhitaji, Liverpool walimuhitaji, Arsenal nao walimtaka, lakini akasema hapana, mimi ninahitaji kujiunga na timu ya Bayern Munich inayofundishwa na Vincent Kompany. Rasmi akajiunga nao, na msimu wa mwaka 2025-26 ameieleza dunia kuwa ameenda Ujerumani kwa ajili ya kufanya kazi na siku za sura. Michezo 25 ya Bundesliga, magoli 11, asisti 18. Champions League michezo 9, magoli 3, asisti 4. DFB Pokal michezo 4, magoli 2, asisti 2. Kwa jumla mpaka hivi sasa Michael Olise amecheza michezo 38, magoli 16, asisti 24, sawasawa na kuhusika kwenye magoli 40 kwenye michezo 38 aliyocheza. Olise anaongoza ligi ya Ujerumani kwa kutoa pasi nyingi za magoli, akitengeneza nafasi nyingi kwa mshambuliaji hatari Arcane na washambuliaji wengine. Usisahau msimu uliopita Michael Olise alikuwa kwenye kiwango kikubwa sana na alifanya vizuri. Yeye alimaliza akiwa na magoli 12 na asisti 14 kwenye Bundesliga. Swali linabaki, je, Michael Olise ndiye mrithi sahihi wa Arjen Robben? Swali linabaki kwako.